Je, wewe ni miongoni mwa watu wanaokula tunda kisha kutupa ganda moja kwa moja kwenye pipa au kwenye dustbin? Kama jibu ndio, basi huenda umekuwa ukitupa sehemu yenye virutubisho vingi kuliko hata tunda lenyewe. Watu wengi hawajui kuwa maganda ya baadhi ya matunda yana vitamini, madini, nyuzinyuzi na kemikali za asili zinazoweza kusaidia afya ya moyo, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ngozi, kinga ya mwili na hata kupunguza hatari ya magonjwa mbalimbali. Katika video ya leo nitakuelezea maganda 10 ya matunda ambayo watu wengi huyatupa kila siku bila kujua faida zake za kushangaza. Hakikisha unatazama video hii hadi mwisho kwa sababu tunda la mwisho linaweza kukushangaza sana. Sasa kama unapenda mada za afya, nikuombe bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Ganda la kwanza. Tunda la kwanza. Utashangaa kidogo. Ndizi. Watu wengi hula ndizi na kutupa ganda lake bila kufikiria mara mbili. Lakini ganda la ndizi lina nini? Kwenye ndizi ganda lake tunapata potassium, magnesium, nyuzinyuzi na antioxidant. Faida zake ni pamoja na kusaidia afya ya moyo, kuboresha mmeng'enyo wa chakula, kusaidia kupunguza kuvimbiwa na kusaidia afya ya ngozi. Katika baadhi ya nchi, maganda ya ndizi hupikwa na kuliwa kama mboga. Unaweza kuosha vizuri, kuchemsha au kuchanganya kwenye juisi au supu. Pili, ganda la apple au tofaa. Ukimenya tofaa unaweza kuwa unapoteza sehemu kubwa sana ya virutubisho vyake. Ganda la apple lina fiber nyingi ya nyuzinyuzi, vitamin C na madini mbalimbali. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia kupunguza cholesterol mbaya, kulinda moyo na kusaidia afya ya ubongo, kudhibiti sukari ya damu. Wataalamu wengi walishapendekeza kula apple pamoja na ganda lake baada ya kuosha vizuri. Tatu ni chungwa. Wengi hutupa mara moja, lakini ganda la chungwa lina kiwango kikubwa cha vitamin C, antioxidant. Faida zake huimarisha kinga ya mwili na kupunguza uvimbe mwilini, kuboresha afya ya ngozi na kusaidia afya ya moyo. Unaweza kutengeneza kama juisi au kama chai au ukala kama ganda kama unaweza, au kasaga na kuwa unga. 4 ni limao. Ganda la limao lina virutubisho vingi sana kuliko watu wengi wanavyofikiria. Lina calcium, vitamin C, pectin na antioxidant. Faida zake husaidia afya ya mifupa, kuboresha mmeng'enyo wa chakula na kusaidia kupunguza mafuta mwilini, lakini pia huimarisha kinga ya mwili. Unaweza kukwaruzwa kama sehemu ya ganda na kuongeza kwenye chakula au vinywaji au juisi. 5 ni papai. Ingawa si maarufu sana kuliwa, ganda la papai lina virutubisho muhimu sana. Lina antioxidant, fiber na vitamin A. Faida zake ni kusaidia afya ya macho, kuboresha mmeng'enyo na kusaidia afya ya ngozi. Katika baadhi ya maeneo, maganda hayo hutumika kwenye juice au smoothies. 6 ni ganda la nanasi. Hii inaweza kuwa mojawapo ya maganda yanayotupwa duniani, lakini lina bromelain, vitamin C na fiber. Faida zake kusaidia mmeng'enyo wa chakula, kupunguza uvimbe na kuimarisha kinga. Unaweza kuchemsha maganda ya nanasi na kutengeneza kinywaji cha asili chenye ladha nzuri. 7 ni embe. Watu wengi hawajui hii. Ganda la embe lina polyphenols, lakini pia kuna fiber, kuna carotenoids. Faida zake husaidia afya ya moyo, kupunguza uvimbe mwilini na kuboresha afya ya utumbo. Kumbuka kuosha vizuri kabla ya matumizi. 8 ni tikiti maji. Sehemu nyeupe karibu ya ganda mara nyingi hutupwa, lakini sehemu hii ina fiber, potassium na citrulline. Faida zake ni kuboresha mzunguko wa damu na kusaidia afya ya moyo na kusaidia mazoezi ya mwili. Unaweza kuchanganya kwenye juice au smoothies. 9 ni ganda la parachichi. Ingawa si kawaida kuliwa moja kwa moja, ganda la parachichi lina antioxidant nyingi. Faida zake ni kulinda seli za mwili, kupunguza madhara ya free radicals na kusaidia afya ya ngozi. Baadhi ya watu
hutengeneza chai kutoka kwenye ganda lililokaushwa. 10. Ganda la kokomanga. Hii ndilo ambalo watu wengi hawalijui kabisa. Ganda la kokomanga lina antioxidant, polyphenols na tannins. Faida zake: husaidia afya ya moyo na kuimarisha kinga ya mwili na kupunguza uvimbe na kusaidia afya ya utumbo. Mara nyingi hukaushwa na kutumika kutengeneza chai. Tahadhari muhimu: kabla ya kutumia maganda haya yote ya matunda, tafadhali yaoshe vizuri kwa maji safi. Ikiwezekana, tumia matunda yaliyolimwa kwa njia salama na kupunguza mabaki ya kemikali. Usitumie maganda yaliyooza au yenye ukungu. Kama una allergy au tatizo maalum la afya, wasiliana na daktari kwanza kabla ya kutumia. Kama ulivyoona, maganda mengi tunayotupa kila siku yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha virutubisho mwilini. Kuanzia ganda la ndizi, tofaa, chungwa, limau, nanasi, embe, tikiti maji hadi kokomanga, yote yana faida ambazo watu wengi hawazijui. Hii haimaanishi kwamba lazima ule kila ganda, lakini kujua thamani yake kunaweza kukusaidia kutumia vizuri zaidi kuliko vyakula vyako vya kupata virutubisho vya ziada kwa njia rahisi. Je, ni ganda gani kati ya haya hukuwahi kujua lina faida? Andika kwenye maoni hapo chini. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.